Hujambo na karibu katika SQF habari. Mimi ni Boniface Allen. Wananchi watano wa kata ya Dabil wilaya ya Babati mkoani Manyara wamejeruhiwa na kulazwa hospitalini baada ya kushambuliwa na kundi la nyuki walipokuwa wakishiriki shughuli za maendeleo za ujenzi wa vyoo vya wanafunzi katika shule ya sekondari Dabil. Tukio hilo limetokea wakati wananchi hao walipokuwa wakijitolea kwenye mradi huo wa zaidi ya shilingi milioni 150 ambapo nyuki hao waliwashambulia ghafla na kusababisha taharuki kubwa eneo la ujenzi. Wewe leta hiyo. Shambulia sana na kukimbia hadi kijiweni, bado inatufukuza. Nyuki walianza kushambulia watu mpaka watu wote walianza kutawanyika na wengine walipelekwa hospitalini. Na hata sijui wengine wamekimbilia wamepotelea porini sababu watu wako wametawanyika kule milimani. Kwa hiyo hali kidogo imekuwa ni mbaya kwa asilimia fulani, ila sasa labda tutaanza kutafuta wataalamu ili watawanya wale nyuki ili wasije wakaharibu kazi ya maendeleo ya wananchi. Naitwa Daniel Niaki wa Mandi. Tulikuwa kwenye kazi ya maendeleo la kushirikiana na Karim Foundation. Baada ya hapo wakatokea nyuki wakatushambulia. Ndipo watu wote wakatoroka kwa ajili ya hao nyuki. Nyuki kushambulia watu walioko pamoja inakuwa kawaida, huwa inatokea mara kwa mara. Nyuki walianza kushambulia watu mpaka watu wote walianza kutawanyika na wengine walipelekwa hospitalini. Na hata sijui wengine wamekimbilia wamepotelea porini sababu watu wako wametawanyika kule milimani. Kwa hiyo hali kidogo imekuwa ni mbaya kwa asilimia fulani, ila sasa labda tutaanza kutafuta wataalamu ili watawanya wale nyuki. Mimi naitwa Leon Sigwandu, diwani wa kata ya Dabil. Leo ilikuwa siku ya kufanya kazi ya maendeleo kwa ajili ya kuchimba misingi kwa ajili ya choo cha wanafunzi wetu hapa Dabil Sekondari, ambapo shirika la Karimu ilikuwa imetufadhili matundu 10 kwa choo cha wavulana, matundu 13 kwa ajili ya 16 kwa ajili ya choo cha wasichana na matundu 3 kwa ajili ya choo cha walimu. Kwa hiyo tuliitisha wananchi kwa ajili ya kuja kusafisha eneo na kuchimba msingi. Basi wakati wananchi wanaendelea na kazi hiyo, tulipata taharuki ya nyuki ambao waliwatawanya wananchi. Kwa hiyo ndio taharuki iliyotokea. Wananchi wa kata ya Dabil hususan vijiji vya Sabilo, Mandi na Gidewari, watu walikuja kwa wingi, na kama sio hii taharuki, kazi hii ya kuchimba msingi nina hakika leo ingekamilika. Mbunge wa jimbo la Chaani ambaye pia ni naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi, Mheshimiwa Ayubu Mohamed Mahamud, amesema juhudi za kuboresha ustawi wa wananchi na kupunguza changamoto za kiuchumi zimeendelea kuwa miongoni mwa vipaumbele katika utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi CCM ndani ya jimbo la Chaani. Mheshimiwa Ayub alieleza hayo wakati akiwasilisha taarifa ya utekelezaji wa ilani ya CCM ya jimbo la Chaani katika kikao cha kawaida cha halmashauri kuu ya CCM mkoa wa Kaskazini Unguja kilichofanyika katika ofisi za CCM wilaya ya Kaskazini B Mahonda. Moja ya azma yetu ya kuomba ridhaa kwa wananchi ilikuwa ni kuhuisha ustawi wa jamii ya wananchi wa jimbo la Chaani kwa pamoja na kasi ya ukuaji ya uchumi wa taifa. Bado jamii ya wananchi wa jimbo la Chaani imekuwa ikiishi katika mazingira magumu. Hii ni kutokana na tathmini ya taifa ya hali ya uchumi wa kaya kwa maana ya Household Budget Survey imeonyesha kwamba wilaya ya Kaskazini Unguja ni ya pili kwa umasikini ukiacha ile ya Micheweni. Hivyo mkazo wetu mkubwa ulikuwa ni kupunguza hali hiyo, hasa katika nyakati muhimu za mwezi mtukufu wa Ramadhani, sikukuu na vipindi vya baada ya kiangazi. Hivyo katika vipindi hivyo zaidi ya kaya 4,900 kati ya kaya 6,500 za jimbo zilifikiwa kwa kupatiwa msaada wa chakula, kitoweo na mavazi. Aidha, shughuli mbili za dua za jimbo zilifanyika, ukarabati wa misikiti 3 umefanyika, vijiji 27 vimefanyiwa iftari maalum, mashindano ya Qurani pamoja na iftari ya jimbo, yote hayo yalikamilika. Vile vile tumekuwa na utamaduni
wa kutoa rambirambi kwa kila msiba wa mwananchi ndani ya jimbo ili kuwafariji na kujenga mahusiano mema miongoni mwetu. Jumla ya shilingi milioni 186,452,052 zimetumika, sawa na 45% ya fedha zote zilizotumika. Wananchi wa jimbo la Chaani wanategemea kwa 75% ya kipato kujiendesha shughuli zao za kiuchumi kupitia kilimo. Hivyo tumeanza na kazi ya kuandaa andiko la mradi wa kilimo pamoja na uanzishaji wa SACCOS ya kilimo itakayowezesha wakulima kupata pembejeo za kilimo, huduma za ugani pamoja na mitambo ya kuendeshea shughuli za kilimo kwa wakati ili kuongeza tija. Rasimu ya andiko la mradi imekamilika, usajili wa SACCOS unaendelea na mchango wa mbolea kwa wakulima wa Bandamaji, Kikobweni, Chaani Kubwa na Chaani Masingini katika wakati huu wa mpito umefanyika. Watoto mapacha 5 waliozaliwa njiti katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha Mount Meru wamefariki dunia kwa nyakati tofauti tofauti. Watoto hao walizaliwa wakiwa na umri wa miezi 6 pekee tumboni baada ya mama yao kuanza kupata uchungu wa kujifungua kabla ya wakati. Mimi naitwa Frank Tarimo. Ni nani wa watoto? Mimi ni babu yake hao watoto. Watoto, mwani wangu alisikia uchungu wa kujifungua na alikuwa na mimba ya miezi 6. Alipokuja hapo Mount Meru alikuja alipata uchungu wa kujifungua, kwa hiyo alijifungua wale watoto kabla muda hujafikia. Alijifungua mtoto wa kwanza, akajifungua mtoto wa pili, akajifungua wa tatu, akawa sio riziki, akawa amekosa pumzi, amefariki. Wale wengine aliendelea kujifungua wote kwa usalama, lakini aliwekwa kwenye chumba cha joto. Baada ya muda akafariki mwingine mmoja, ndio sasa akapata mwingine wawili. Basi usiku wa leo ndo akamalizikia yule mmoja wa 5. Yule wa kwanza kwa kweli aliyefariki sikujua jinsia yake ni wa kiume au wa kike, lakini hao wengine wa kike 2 na wa kiume 2. Alikuwa labda umefika miezi ya kujifungua, ilikuwa bado, ilikuwa miezi 6. Labda madaktari wanasema chanzo ni nini? Chanzo kupelekea vifo vya watoto wote 5 maana itakuwa ni mshtuko tu, mshtuko wa mama, labda sio kwamba alikuwa na tatizo lolote. Itakuwa labda ni uzito wa watoto. Ndio. Historia ya mama labda amewahi kujifungua tena mapacha? Hapana, hajawahi kujifungua mapacha. Ratiba inaendelea sasa hivi. Hapa ndio nimekuja hapa kwa ajili ya kuandaa namna kwenda kuhifadhi watoto. Nimekuja kuchukua kibali cha kwenda kuhifadhi watoto. Taarifa kweli ni ya mshtuko, lakini sasa ni mambo ya Mwenyezi Mungu. Mungu akiamua kitu, huna cha kufanya. Inabidi kubaliane tu na hali, kwa sababu ndio maisha yetu ya binadamu, na huwezi kumlaumu mtu yote kwa sababu ilikuwa tu muda hujafika. Basi labda hali ya mama ikoje? Hali ya mama kwa kweli inaendelea vizuri. Yuko hapa odini na anaendelea vizuri, hana tatizo lolote. Mimi naitwa Robert Frank, ni baba wa watoto 5 ambao wamepoteza maisha. Nimshukuru Mwenyezi Mungu, nishukuru uongozi mzima wa hospitali ya Mount Meru kwa sababu walitupa kipaumbele. Tulikuwa tunaenda nao sawa. Kliniki ilikuwa kila Jumatatu tulikuwa tunaratibu wa kuonana na daktari ambaye alikuwa anamshughulikia. Kwa hiyo tulikuwa karibu sana na madaktari. Kwa hiyo kiufupi hakuna uzembe wote ambao umefanyika, ila tu kama ambavyo umeelezwa awali, mpango wa Mwenyezi Mungu hivyo tu. Hizi ni nyaraka za watoto hizi. Karatasi za watoto za ruhusa ya watoto. Yes, ndio nitoka kuchukua hapo ili kukamilisha tukapumzisha. Katika kipindi chote tulikuwa vizuri tu, tunaonana na daktari kwa muda ambao ulikuwa tumepangiwa kila Jumatatu, na tuliambiwa kwamba kama kitatokea chochote, labda akijisikia labda maumivu nini, tumlete hospitali. Maana kila kitu kilipitishwa kwamba huyu atapata matibabu yake yalikuwa ni free.
Kwa hiyo nakumbuka ilikuwa juzi Jumamosi, alikuwa nyumbani anasuka. Kwa hiyo alinipigia simu akaniambia, bwana, najisikia vibaya leo, sio kama kawaida. Kuna siku anaweza kujisikia labda kichomi kidogo alafu akatulia, hali ikakaa sawa. Lakini siku hiyo aliniambia, bwana, anajisikia vibaya sana. Kwa hiyo ilibidi nichukue hatua ya kuwahi nyumbani na kumleta hospitali. Lakini tulipofika hospitali wakasema kulikuwa kuna wachimbaji wa madini katika mgodi mpya uliopo mtaa wa Mawasiliano Makunganya, kata ya Mkundi, manispaa ya Morogoro, wametakiwa kulinda usalama wao na wa eneo hilo kwa kuzingatia sheria zote za uchimbaji, ikiwemo kujisajili na kutambuliwa na ofisi ya serikali ya mtaa kwa ajili ya usalama wao. Agizo hilo limetolewa na mkuu wa wilaya ya Morogoro, Musa Kilakala, wakati alipotembelea mgodi huo katika ziara iliyolenga kuzungumza na wachimbaji pamoja na kutoa maelekezo kuhusu uzingatiaji wa sheria, usalama na utaratibu wa shughuli za uchimbaji wa madini. Na ripoti kutoka mtaa wa Mawasiliano uliopo Makunganya, kata ya Mkundi, manispaa ya Morogoro, ambapo maelfu ya wananchi wamekusanyika kufuatia kugundulika kwa mgodi mpya wa dhahabu katika eneo hili. Uwepo wa taarifa za mgodi huu umevutia idadi kubwa ya wananchi kushiriki katika shughuli za uchimbaji wa madini. Hii ni ripoti ya Manara TV kutoka Makunganya, manispaa ya Morogoro. Jina langu ni Mariam Juma. Lakini neema hii tunatakiwa sisi tuitumie vizuri, kwa sababu hii neema haijatoka kwa binadamu, hii neema imetoka kwa Mwenyezi Mungu. Sheria zipo, taratibu zipo, haki zipo. Kwa hiyo mtu yote mwenye tatizo lake anatakiwa akashitaki, sio achukue sheria mkononi. Sisi wote tulioje hapa 90% ni maskini wa hali ya chini sana. Watu wote waliokuwepo hapa 90% wamechukua mikopo baada ya mlipuko huu. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya na uongozi wako uendelee kuwapa wakina mama mikopo, na hata sisi wanaume pia vile tupate mikopo ili tujiendeleze. Tunaomba sana tupate kibali cha ulipuzi. Kwa hiyo tukipata kibali cha ulipuzi, na hisi kazi yetu itaenda kwa umakini zaidi. Kutokana na hali hiyo, mkuu wa wilaya ya Morogoro Musa Kilakala amefika katika eneo hili kwa ajili ya kujionea mwenendo mzima wa shughuli za uchimbaji wa madini katika eneo hili, pamoja na kutoa maelekezo, utaratibu na sheria za uchimbaji. Hili eneo mnalofanya uchimbaji tayari lina mtu mwenye leseni. Mnafahamu hilo? Kwa hiyo wote mnayochimba mnachimba kwenye leseni ya mtu, na mwenye leseni ndiyo mwenye eneo. Baada ya ile kodi ya serikali, lazima muwe na makubaliano na mtu mwenye leseni, ambapo mwenye leseni tumemwelekeza kwamba umati huu wa watu 2000 ambao wanaongezeka, wanaweza kufika 3000, lazima kuwe na vyoo, kuwe na utaratibu, msiharibu mazingira. Sasa kwa sababu mko hapa zaidi ya miezi miwili mnafanya hiyo kazi, mna wajibu wa kulipa kodi, lakini mna wajibu wa kulinda usalama wa eneo hili. Tunafahamu si wote wanatoka Morogoro wanaokuja kufanya kazi hapa. Wengine wametoka mikoa mbalimbali kuja kutafuta maisha hapa. Tuna wajibu sisi watu wa Morogoro kupitia ofisi yetu wa serikali ya mtaa kuwatambua wote ambayo mko hapa. Kwa lazima mjisajili, tujue kuna maduara mangapi, na hilo duara kila mmoja watu wangapi wanachimba. Hilo jambo la kiusalama, mko wengi, anaweza kuumwa mtu, anaweza kufa mtu. Lakini jambo ambalo linanisikitisha, ambalo wachache wenu wanalifanya, inafika mahala mnapigana humu ndani, mnaumizana, jambo ambalo likiendelea humu sitosita kufunga huu mgodi, kila mtu arudi kwao. Mmekuja kutafuta maisha kihalali,
Ni wajibu wa serikali kuweka mazingira wezeshi kwenu ili mfanye hizo shughuli kihalali. Kwa kuwa serikali yenu inawapenda na inajua kwamba vijana wanajitafutia ajira, kwa hiyo tutaweka mazingira mazuri ili muweze kufanya kazi kwa kufuata sheria, taratibu, kanuni na miongozo iliyopo kwa mujibu wa sheria za madini lakini pia na sheria zingine za nchi. Serikali imetangaza orodha ya wanafunzi 1050 waliofanya vizuri zaidi katika mtihani wa kidato cha 6 mwaka 2026 watakaonufaika na ufadhili wa masomo ya vyuo vikuu kupitia mpango wa Samia Scholarship. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema kati ya wanafunzi hao 1000 watasoma katika vyuo vya ndani, huku 50 bora zaidi wakipelekwa nje ya nchi kusoma fani za akili unde, yani AI, data science na teknolojia nyingine za kisasa. Ufadhili huu ambao unaitwa scholarship, maelekezo ya rais wetu, tulivyokuja wizarani tulijadili na tulikubaliana kwamba hakuna scholarship ambayo haina jina. Huwezi kusema tu tunatoa ufadhili, lakini kuna majina na kuna scholarship mbalimbali duniani. Kuna scholarship mpaka ya Mwalimu Nyerere, wala sio fedha za Mwalimu Nyerere wanazotoa. Nelson Mandela zipo, Yoweri Museveni huko nje zinatolewa. Sisi humu ndani kwa sababu maelekezo yalikuwa ya rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba nataka wale watoto waliofanya vizuri zaidi katika masomo ya sayansi muwaendeleze na muwasomeshe kwa gharama za serikali 100%. Tumeita scholarship hizi Samia Scholarship. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imeamua kuita ni Samia Scholarship. Leo ningependa kutangaza duru nyingine ya utoaji wa Samia Scholarship. Kwa kuanzia, kuna Samia Scholarship ambayo tunaita STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Kwa wale wanafunzi waliofanya vizuri sana katika mitihani ya kidato cha 6 ambao wataenda kusoma katika nyanja hizo hizo watakapojiunga na chuo kikuu. Sasa kuna wanafunzi 1050 waliofanya vizuri zaidi katika matokeo ya baraza la mitihani yaliyotangazwa wiki chache zilizopita. Katika wanafunzi hao 50 nitaeleza tutawapeleka wapi, lakini 1000 ambao majina yao yatawekwa kwenye tovuti leo, waliofanya vizuri kuliko wenzao katika yale matokeo kwa tahasusi, yani combination za PCM, yani Physics, Chemistry, Mathematics, PCB, yani Physics, Chemistry na Biology, CBG, yani Chemistry, Biology na Geography, PMG, yani Physics, Mathematics na Geography, CBA, yani Chemistry, Biology na Agriculture, na PMC, yani Physics, Mathematics na Computer Science. Wale wanafunzi waliofanya mitihani yao ya kidato cha 6 katika combination hizi wamepangwa kwa waliofaulu zaidi kuanzia namba 1 mpaka 1000. Kwa hakika tunao 1050. Wale 50 nitawataja baadaye tunawapeleka wapi. Lakini kuanzia namba 1 mpaka 1000 tumewapanga, na leo majina yao yatawekwa katika tovuti. Wanafunzi hawa kwa sababu ya ufaulu wao wanastahili kupata scholarship ya kusoma kwa masharti yafuatayo. Kwanza, wanafunzi hawa watafute udahili vyuo vikuu hapa nchini ili kusoma shahada yao katika eneo lolote kati ya maeneo yafuatayo. 1, wasome ama degree ya hisabati. 2, wasome tehama. 3, wasome science au wasome uhandisi au elimu ya tiba. Kwa hawa, kwa kufaulu kwao sasa hivi wameshakidhi masharti, majina yao yatakuwepo. Tutakachohitaji wao ili waweze kupata ufadhili huu, sio mkopo, wanasomesha kwa 100%, ni lazima waombe udahili ndani ya vyuo vikuu vya ndani ya nchi yetu kwenda kufanya degree ya kwanza ama katika hisabati, ama katika tehama,
au katika sayansi na sayansi asilia, hata applied science, au katika uhandisi, au katika elimu tiba. Wakipata udahili katika vyuo vikuu katika maeneo hayo, watajaza fomu ya kukubali kwamba wanataka kuingia katika utaratibu wa Samia Scholarship, watasomeshwa kwa 100%. Majina hao waliofanya vizuri yanaingizwa kwenye tovuti ya wizara leo. Kwa tunaomba wale wote ambao walifanya mtihani na najua walifaulu vizuri, wakaangalia majina yao baadaye leo, yatakuwa yamewekwa humo ndani. Na hakikisha utaona kabisa kwamba aliyewekwa pale amefaulu vizuri, kwa sababu matokeo yako wazi. Ukiwa na wasiwasi na shaka kwamba ulifaulu vizuri bila kwa alipo, wewe ulizia, tutachie, kwa sababu Samia Scholarship hatutaki iende kwa mchezo au kwa njia zozote zile za ubabaishaji. Ni scholarship ambayo inaheshimika sana, kwa vigezo vinazingatiwa kwa 100%. Nafurahi vile vile kusema kwamba katika wanafunzi hawa ambao wamefaulu vizuri, 58% wametoka katika sekondari za serikali na 42 kutoka sekondari za taasisi au watu binafsi. Sisi hatubagui kama umetoka katika sekondari za binafsi au za serikali, lakini tunafurahi kwamba mgawanyo huu unaonyesha kwamba wako waliotoka sekondari za serikali 58% na wengine wamekwenda kule. Kwa hiyo taratibu huu utakaowekwa katika tovuti na namna ya kuomba na masharti yake mtayaona, tutaomba wanafunzi wote waangalie. Na mtazamaji, ifikapo siku ya Ijumaa ya tarehe 31 mwezi huu, tutakuwa hapa na mafunzo ya capnography. Kwa hiyo utaendelea kutufuatilia ili kuweza kufahamu nini ambacho kitafanyika, lakini nikwambie tu una nafasi kubwa ya kuweza kuwa sehemu ya mafunzo hayo na mafunzo mengine ambayo tumekuwa tukiandaa kupitia nambari za simu ambazo zinapita hapo chini ya skrini yako. Piga na utapatiwa yale maelekezo yote na kila kitu kitakwenda sawa sawia. Na mtazamaji, nikukumbushe pia ifikapo Agasti 3 mpaka 7 na Agasti 9 mpaka 14 kutakuwa na mafunzo ya uokoaji kwa askari wazima moto wapatao 60. Mafunzo hayo yatafanyika katika hospitali ya JKCI ALMC iliyopo hapa jijini Arusha. Na nikukumbushe pia kutakuwa na kambi ya upasuaji ambayo itafanyika pale Kahama kuanzia Agasti 17 hadi 21. Mpaka kufikia hapo sina la ziada. Mimi ni Boniface Allen kwa niaba ya mwandaji Pendo Godson. Kesho na ni siku, tutakutana kwa mengi zaidi.